wanamgambo wa Hamas ambalo shambulio lao la mwaka 2022 lilianzisha mzozo huo. Washington. Aliyekuwa makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris ametoa hotuba kwa mara ya kwanza tangu kushindwa kwake katika uchaguzi mkuu wa Marekani mwaka uliopita na kuwahimiza wa Marekani kusimama dhidi ya kile alichoeleza kuwa ni mashambulizi dhidi ya katiba. Kamala Harris amesema ikiwa bunge la Congress na mahakama kuu zitashindwa kufanya majukumu yao ipasavyo, upo uwezekano wa nchi hiyo kuingia kwenye mzozo wa kikatiba. Ikiwa bunge litashindwa kutekeleza majukumu yake, au ikiwa mahakama itashindwa kutekeleza jukumu lake, au ikiwa pande hizo mbili zitatimiza wajibu lakini rais akaamua kuzipuuzia, ndugu zangu, huo unaitwa mtanziko wa kikatiba. Na huo ni mtanziko ambao hatimaye utamwathiri kila mtu, kwa sababu itamaanisha kwamba sheria zinazolinda haki zetu za kimsingi na uhuru, ambazo zinahakikisha kila mmoja wetu ana usemi kuhusu jinsi serikali yetu inavyofanya kazi, hazitakuwa na umuhimu tena. Harris alikuwa akizungumza baada ya siku 100 za muhula wa pili wa Rais Donald Trump akiwa madarakani. New Delhi. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa India Subramanian Jaishankar amemweleza mwenzake wa Marekani Marco Rubio kwamba wale waliofanya mauaji kwenye jimbo linalozozaniwa kati ya India na Pakistan la Kashmir ni lazima wakabiliwe na mkono wa sheria. Jaishankar amemweleza hayo Rubio wakati wawili hao walipozungumza kwa njia ya simu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kidiplomasia za Marekani za kutuliza mvutano unaozidi kuwa mkali baina ya mataifa hayo mawili jirani. Mwanadiplomasia huyu wa India amesema wale walioliunga mkono na waliotekeleza shambulio hilo la Aprili 22 ni sharti wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria. Ofisi ya Rubio nayo imetoa taarifa inayosema kwamba Marekani inaunga mkono jitihada za India kupambana na ugaidi na ameirai Pakistan kutoa ushirikiano kwenye uchunguzi wa shambulio hilo la Aprili lililoua watu 26. Rubio alizungumza pia na waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Addis Ababa. Umoja wa Afrika umesema umeondoa vikwazo dhidi ya Gabon baada ya taifa hilo la Afrika ya Kati kusimamishwa wanachama na umoja huo kufuatia mapinduzi ya kijeshi ya Agosti mwaka 2023. Kiongozi wa mapinduzi hayo Brice Oligui Nguema aliahidi kuirejesha nchi hiyo yenye utajiri wa mafuta kwenye utawala wa kiraia baada ya kipindi cha mpito cha miaka miwili, na mapema mwezi huu alichaguliwa kuwa rais wa nchi hiyo kwa zaidi ya 94% ya kura. Taarifa ya EU imesema Gabon sasa inakaribishwa kurejesha mara moja ushiriki wake katika shughuli za umoja huo, huku rais wa Gabon Brice Oligui Nguema akiandika katika mtandao wa Facebook kwamba anahisi fahari kubwa kwamba nchi yake imerejeshwa tena AU. Mbali na hilo, Brice Oligui Nguema anatarajiwa kuapishwa kuwa rais wa Gabon siku ya Jumamosi ya Mei 3. Na hatimaye Kiev. Urusi leo imeripoti vifo vya watu 7 na wengine 20 wamejeruhiwa baada ya drone za Ukraine kushambulia eneo la soko lenye shughuli nyingi huko Olenski, sehemu ya mji wa Kherson wa Ukraine inayodhibitiwa na Urusi. Katika hatua nyingine, Ukraine nayo imesema kwamba Urusi imefanya shambulizi katika mji wa bandari wa Odessa nchini Ukraine na kuwaua watu 2 na kujeruhi wengine zaidi ya 15. Mashambulizi hayo pia yalizusha moto mkubwa ulioharibu miundombinu. Taarifa ya jeshi la anga la Ukraine imesema Urusi ilirusha makombora 5 na droni 170 wakati wa mashambulizi yake ya usiku wa kuamkia leo yaliyolenga maeneo mbalimbali ya Ukraine. Mashambulizi hayo yametokea saa chache baada ya Ukraine na Marekani kutia saini makubaliano ya uwekezaji yatakayoruhusu Marekani kuchimba madini nchini Ukraine. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Asante sana Suleiman kwa habari za ulimwengu. Na anza jioni hii mashambulizi ya angani yanayoendelea kufanywa na Israel katika katika ukanda wa Gaza yameua maelfu ya raia, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Huko nchini Kenya watu wanakodeshwa kutoka nje. Kwa hivyo nataka polisi wafanye kazi, watafute mwenye umbwa, si umbwa, na mwenye umbwa
si mkora hii nyinyi unasikia hapa. Hiyo ni sauti ya mwanasiasa mmoja akizungumza siku chache tu baada ya kabla ya kupigwa risasi na kuuawa hapo jana. Polisi imesema kifo hicho kilipangwa kabla. Na nchini Kongo, serikali inataka kuondoa kinga ya kisheria ya rais wa zamani Joseph Kabila kutokana na tuhuma za uhalifu wa kivita. Kwa hayo na mengine mengi tuliokuandalia, kaa papo hapo. Unaweza kutufuatilia pia live kupitia channel yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, tafuta DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Safari ya dunia yetu leo jioni inaanzia Mashariki ya Kati, ambapo mashambulizi ya angani yanayoendelea kufanywa na Israel katika ukanda wa Gaza yameua maelfu ya raia, huku hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya. Kwa mujibu wa taarifa za mamlaka ya afya ya Gaza, hadi kufikia Jumatano zaidi ya Wapalestina 52,400 wameuawa katika kipindi cha miezi 18 iliyopita, na wengine 118,018 wamejeruhiwa. Katika saa 24 zilizopita pekee watu 35 waliuawa na 109 kujeruhiwa. Idi Sesanga na taarifa hii kwa undani. Mashambulizi hayo yamekuwa ya kila siku tangu Israeli ilipoanzisha tena operesheni za kijeshi mnamo Machi 18, ikivunja usitishaji wa mapigano wa miezi miwili. Tangu wakati huo, Wapalestina 2,308 wameuawa na zaidi ya 5,900 kujeruhiwa. Katika shambulio lililoripotiwa Jumatano na shirika la habari la Wafa, watu wasiopungua 12 waliuawa kwenye kambi ya wakimbizi ya Nusairat, wakiwemo watoto, huku mashambulizi mengine yakiripotiwa Jabalia na Khan Yunis. Wakati hayo yakiendelea, Umoja wa Mataifa kupitia shirika lake la misaada ya kibinadamu OCHA umeonya kuwa misaada ya dharura imefikia ukingoni. Hospitali nyingi zimefungwa, vifaa vya kujifungulia kina mama vimeisha, na visa vya utapiamlo kwa watoto wachanga vinaongezeka kwa kasi. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Farhan Haq amesema kuwa majiko zaidi ya kijamii yamefungwa Gaza kutokana na ukosefu wa vifaa na mahitaji. As the full blocking of any supplies. Wakati zuio kamili la uingizaji wa mahitaji yoyote Gaza likikaribia miezi miwili, akiba za mahitaji muhimu zinaendelea kuisha na zimeisha kabisa. Hali hii imewaacha watu zaidi ya milioni 2 wakikabiliwa na upungufu mkubwa wa chakula, maji, makazi, dawa na vifaa vingine vya msingi. Washirika wetu wameripoti kuwa majiko zaidi ya kijamii yamefungwa wiki hii na hakuna hata hema moja lililobaki la kugawa. And there are no tents left to distribute. Katika maeneo kama Deir al-Bala na Nusairat, mamia ya raia hukusanyika kila siku kwenye majiko ya misaada kupata mlo mmoja tu. Hata hivyo, majiko hayo yanakaribia kufungwa kutokana na ukosefu wa chakula na mafuta. Katika taarifa nyingine, shirika la Hilali Nyekundu la Palestina limesema mhudumu wake Asad al-Nasra ameachiliwa na Israeli pamoja na wafungwa wengine 9 kutoka Gaza. Al-Nasra alikamatwa Machi 23, siku ambayo wanajeshi wa Israeli waliwaua madaktari 4 wa Hilali Nyekundu na waokoaji 6 wa serikali ya Hamas na mfanyakazi mmoja wa Umoja wa Mataifa, na kisha miili yao kufukiwa katika shimo la pamoja na wanajeshi hao wa Israeli. Katika muktadha mpana wa ukanda huo, Uingereza ikishirikiana na Marekani imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya waasi wa Kihuthi nchini Yemen karibu na mji mkuu wa Sanaa. Mashambulizi hayo ni sehemu ya operesheni ya Rough Rider ambayo inalenga vituo vya utengenezaji wa drone zinazotumika kushambulia meli katika bahari ya Sham na Ghuba ya Aden. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya raia, wakiwemo wahamiaji wa Kiafrika waliouawa katika shambulio lililolenga gereza la hivi karibuni. Katika hatua ya kuongeza shinikizo, waziri wa ulinzi wa Marekani ametuma ujumbe wa wazi kwa Iran kwenye mtandao wa X, akiitishia kutokana na msaada wake kwa waasi wa Kihuthi.